अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين आजकल मेरी दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से Bismillahirrahmanirrahim. Halifa mtukufu ayyadahullah ta'ala Ibn Aziz anasema kwamba siku hizi mimi napokea barua na fax kutoka nchi mbalimbali za dunia. Katika barua hizi watu wanapongeza kuhusu mkutano wa mwaka uliofanyika, na vile vile wanaeleza kwamba kwa kupitia MTA waliangalia jalsa salana moja kwa moja. Hazuru anasema kwamba faida kweli inapatikana wakati sisi tutakapofanya juhudi ya jambo hili, kwamba yoyote tulishuhudia na tuliosikia katika mkutano huu wa mwaka, kwa kupitia nasaha hizi tutaboresha maisha yetu. Katika jalsa salana hatuzungumzi mambo ya siasa wala hatuzungumzi mambo ya dunia, bali watu wa dunia ambao walikuwa si waislamu na wale ambao ni waislamu lakini si wanajumuiya wanakuja mkutanoni kuwa wageni, na wageni hawa wanapewa dakika kadhaa ili waeleze maoni yao. Miongoni wa wageni hawa, kwa sababu ya kupata athari nzuri, wanasema maoni yao ambayo ni sehemu ya mafundisho ya jumuiya, na wanaeleza mambo ambayo yanapeleka katika hulka za hali ya juu. Kwa hakika faida kweli itapatikana wakati tutakapoishi sawa na mafundisho ya dini tukufu ya Islam, na yoyote tuliosikia katika mkutano huu tufuate katika maisha yetu, na yoyote tulioeleza mbele ya wageni hawa na yoyote tuliosikia kwayo wageni wetu wanasifu, tunatakiwa tufuate. Pengine itakuwa mwanga wa juu na haitaeleza hali halisi ya mioyo yetu. Muamini anatakiwa awe sawa kwa nje na kwa ndani. Dunia ya siku hizi inatuchunguza sana. Siku hizi
dunia inashiriki mkutano wetu kwa kupitia mta. Wanajumuia na wasiokuwa wanajumuia wote wanashiriki mkutano wetu kwa kupitia mta. hasusan jalsa salana ya uingereza inachunguzwa sana. Sisi tunatumia paundi malaki na malaki kwa juu ya mta kwa ajili ya kufikisha ujumbe wa jumuiya. Tunatumia fedha hii kwa ajili ya hii kwamba kila mwanajumuiya aweze kupata lengo la maisha yake na yeye apate ujumbe mara moja. Basi furaha yetu na pongeza kwetu na hii iwe pongeza tu, bali wale walioshiriki mkutano wa mwaka na wale walioshiriki kwa kupitia mta duniani kote, yoyote wao walioshuhudia na waliosikia waendelee kufuata katika maisha yao na wamshukuru Mwenyezi Mungu kwamba yeye katika dunia hii kwa ajili ya kurekebisha imani yetu, kwa ajili ya maendeleo ya imani na amali zetu na itikadi zetu, alitutengenezea mitambo ya dunia, television, internet, magazeti na vile vile mitambo mingine ya kusambaza ujumbe. Vitu hivi vyote vinapofanya kazi kwa ajili yetu, kwa kuona hali hii imani mwaminio inaboreka, kwamba karne 14 iliyopita Mwenyezi Mungu alitubashiria kwamba mitambo hii itapatikana na mitambo hii itasaidia kwa ajili ya kusambaza ujumbe wa dini. Na kila siku tunashuhudia kwamba bishara hii inaendelea kutimia siku hadi siku. Baadaye mimi nitaeleza taarifa ya press kwamba namna gani Mwenyezi Mungu anafikisha ujumbe wa jumuiya. Basi kwa ajili yake hii, kwa kuinama mbele ya Mwenyezi Mungu, tunatakiwa tutoe shukrani ya Mwenyezi Mungu na tunatakiwa tuzidi katika hali yetu hii, kwamba shukrani hii sawa na kauli ya Mwenyezi Mungu itatupatia neema zaidi za Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu asema, la in shakartum la azidannakum, yani ikiwa nyinyi mtashukuru nitawazidishieni zaidi na zaidi. Madhumuni hii ya kutoa shukurani, ikiwa itatufanya kuwa wenye kufuata njia za kutoa shukurani, vile vile itatukumbusha kuhusu kutimiza haki za watumishi Mwenyezi Mungu. Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema, yule ambaye hawashukuru watu hawezi kumshukuru Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu aliwawezesha hao wote walijitolea mkutanoni, kwamba walifanya juhudi ya kuboresha usimamizi na mipango yote ya jalsa salana. Kuna idara ya transport na ni idara ya malazi na kupikia chakula na jalsa gana, kuna idara ya usafi na vile vile kuwapatia wageni maji katika joto na vile vile kupaza sauti, kuna idara hii pia. Vile vile kuna idara ya kupiga picha kwa ajili ya mta, na kazi hii ilifanywa na mta. Ilmuradi kuna idara chungu mzima, nikianza kutaja majina ya idara zote kuna chungu mzima. Katika idara hizi kina mama, kina baba, wazee, vijana, watoto na wasichana, wote walitoa huduma zao, na sawa na uwezo wao
waliboresha mipango ya jalsa salana, na kwa ajili ya hii walifanya juhudi sana. wote waliojitolea wanakuwa katika chini ya idara ya mbalimbali. mwingine anakuwa director ya kampuni, mwingine ni daktari, mwingine ni mhandisi, na mwingine ni scientist, na wapo wenye biashara. miongoni wa hawa ni wengine ambao wanafanya kibarua, lakini hawa wote wanafanya kazi kama ni kitu kimoja katika langarkhana, bila kujali kwamba ni nani, lakini amesimama mbele ya moto. mbele yake kuna sufuria 100 200 na kuna joto ya hali ya juu pale, lakini wote kwa furaha sana wanasimama pale na wanapikia chakula. wote wanapika chakula, na wazee na vijana wanafurahi kwamba waweze kupika chakula nzuri na wageni wapate chakula kizuri, na wao hawajali kuhusu joto. hata vijana wa 14 na 16 wanashughulikia katika jambo hili la kupika chakula, na kwa furaha sana wanafanya kazi yote. kisha kuna kazi ya kuwapatia wageni maji, na hii pia kuna idara ambayo inafanya kazi. kisha kuna idara au kundi la kina mama ambao bila kujali kitu chochote wanasafisha vyoo na mabafu kwa ajili ya wageni. wapo wengine ambao wanachukua takataka, wapo wengine ambao wanaangalia magari, wanaegesha magari. kuna kina mama, na vile vile kuna wengine ambao kwa kutumia magari madogo madogo wanapeleka wazee na wagonjwa katika joto kali. wasichana na watoto wadogo wanawapatia wageni maji kwa furaha sana, na watu wanapenda sana, wanasifu sana kazi yao hii. na wengine wanapewa wanapakua chakula na wanapatia chakula wageni. kisha kuna kazi ya ulinzi. hii ni kazi kubwa sana. ilmiradi kuna idara mbalimbali kama nilivyosema hapo awali. chini ya idara hii kila anayejitolea, bila kujali hii kwamba anajua kazi hii, ana ujuzi wa kazi hii au la, lakini anatumia uwezo wake wote na kwa shauku sana anafanya juhudi ya kufanya kazi. kisha kuna kazi ya kukusanya vifaa. baada ya salana mvua ilianza kunyesha kwa nguvu sana na kwa bidii sana, wanakusanya vifaa kwa sababu ya mvua. magodoro yaliloa. sasa itakuwa kazi kubwa sana ya kukausha magodoro haya, lakini kwa vyovyote khudam wanafanya kazi hii yote. hawa khudam kabla ya jalsa salana walikuja kwa ajili ya kufanya kazi, sasa wanafanya kazi kwa ajili ya kukusanya vifaa. kuna makundi mbalimbali yanayofanya kazi hii ya kukusanya vifaa, kwa sababu council inatupatia tarehe fulani kwamba mpaka tarehe fulani tukusanye vifaa vyote. ikiwa kazi hii haifanyiki mpaka tarehe fulani mwakani, kupata ruhusa ya mkutano inaweza kuwa ngumu. ilmuradi kila kazi ni muhimu sana. mwaka huu khudam kutoka Canada pia walijitolea na walisema wanataka kujitolea na kufanya kazi mkutanoni. wao walifanya kazi katika kukusanya vifaa baada ya salana. kwa fadhila za Mwenyezi Mungu wao walitusaidia sana. nje ya UK kazi kubwa haifanyiki kama hapa. kwa hiyo ilikuwa uzoefu wa mara ya kwanza ya vijana hawa wa Canada, lakini walifanya kazi kwa bidii sana. tunatakiwa tuwashukuru khudama UK pamoja na UK. tunatakiwa tuwashukuru hawa khudama Canada ambao walitusaidia. ilmuradi hawa watu wote wao, kina mama kina baba, sisi tunashukuru hawa wote na wanastahili
wapewe shukurani. Mwenyezi Mungu awapatie ujira mwema. Upande wa hawa waliojitolea na washukuru hawa khudangu wa Canada ambao walitusaidia. Sikupata malalamiko mengi isipokuwa moja tu. Sasa hivi kwa kueleza madhumuni hii ya shukrani, nataka kueleza maoni ya wageni waliohudhuria mkutanoni kutoka katika nchi mbalimbali. Miongoni wao walikuwa wenye siasa, mawaziri na wengine walikuwa viongozi wa aina mbalimbali. Tunaposikia rai yao, maoni yao kuhusu jalsa salana, kwa kusikia maoni yao sisi tunainama zaidi mbele ya Mwenyezi Mungu na tunamshukuru Mwenyezi Mungu zaidi. Katika mpango huu mkubwa baadhi wakati udhaifu unapatikana, na hii ni jambo la kawaida, lakini Mwenyezi Mungu anatusitiri namna gani kwamba wageni wanaona uzuri wetu tu na udhaifu wetu unasitiriwa. Kutoka Uganda, Mr. Wilson Morley ambaye ni Minister of Gender alikuja hapa kuhudhuria mkutano wa mwaka. Yeye anasema kwa kuona ukarimu na ulinzi, mimi nashangaa sana kwamba namna gani watu wanajitolea na wanafanya kazi hii kubwa sana. Kisha anasema nilikuwa si dhani kwamba nitashiriki mkutano ambamo si watu bali malaika wanafanya kazi. Mimi sikuona watu wamelala usiku wala mchana, kila wakati walikuwa tayari kutoa huduma zao, hawachoki. Hata tukiomba mara 20 kitu wanatupatia kwa kufanya tabasamu. Kisha anasema alitembelea Review of Religions na alienda kutembelea stall ya Humanity First. Anasema jinsi inayofanya kazi jumuiya, kwa kuona kazi yake inaonekana kwamba katika miaka michache jumuiya itapata ushindi duniani inshallah. Anasema kwa ajili ya kuleta amani na usalama jumuiya inafanya kazi kubwa sana, na nasaha zinazowekwa mbele ya dunia, watu wakianza kufuata nasaha hizi, basi dunia hii itakuwa amani tupu. Kisha akasema kwamba ikiwa nieleze muhtasari wa jalsa salana, kitu kikubwa ni kwamba jumuiya Ahmadiyya kwa ajili ya ubinadamu ni mfano mzuri wa ubinadamu na amani na usalama. Kutoka French Guiana kuna mgeni moja Jack Wathan. Yeye ni hakimu wa mahakama ya Guiana na alikuja kuwa mwakilishi wa bishop. Anasema nilipoondoka nchini kwa ajili ya kushiriki mkutano wa mwaka, mguu wangu ulikuwa unaumwa, lakini baada ya kushiriki mkutano wa mwaka Mungu akaniponya. Nilikuwa sina maumivu katika mguu wangu. Hazuri anasema hii ni fadhila za Mwenyezi Mungu kwamba baraka za jalsa inawafikia wanajumuiya na wasikuwa wanajumuiya wapi wanapata baraka zake. Anasema kwamba iki kuna swali la usimamizi wa jalsa salana, mimi kwa muda mrefu nilikuwa work inspector na mimi nachunguza kila kazi vizuri, lakini jinsi wanajumuiya walikuwa wakifanya kazi ni yenye sifa sana. Kila mmoja alikuwa anafanya kazi, hususan kazi ya ulinzi si kazi rahisi, na vile vile kupika chakula kwa ajili ya watu wengi na kuwapatia chakula kwa wakati si kazi rahisi. Kisha chairman wa MIT television ya Nigeria, yeye alikuja hapa, alisema kwamba kwa kuhudhuria mkutano mwaka mimi nimehisi kwamba nipo katika Arafat na kila mahali kuna upendo na furaha na nadhara hii sijawahi kuona duniani kote, na khudam walikuwa wanajitolea vizuri na walikuwa wanatii sana, na
utii wa imamu nilioshuhudia hapa sijawahi kushuhudia duniani kote. Kutoka Kongo Kinshasa, Justin Nolki Nomba Sahib alikuja hapa mkutanoni. Yeye pia ni hakimu pale. Anasema kwa kuwa hakimu, Mungu amenipatia ufahamu kwamba niweze kuchunguza kwamba je, uhakika unasitirwa, unafichwa, na ni wapi ukweli unadhihirika. Jinsi nilivyoelezwa kuhusu jumuiya, mfano wake mwema nimeona mkutanoni. Shaka yote nilikuwa ninayo moyoni mwangu imeondoka. Dunia inahitaji ujumbe wa Islam ya aina hii. Mimi naona kwamba future ya dunia inahusika na ujumbe huu. Sisi hatuhitaji Islam ya magaidi. Vice President wa Sierra Leone pia alikuja hapa. Yeye anasema kwamba jalsa salana ya jumuiya ni jalsa nzuri sana, na mataifa yote yanaletwa katika sehemu moja. Hii ni njia nzuri ya kuleta mataifa yote. Mimi nimefurahi sana kwa kushiriki mkutano wa mwaka. Kuna mkini mji wa Sierra Leone, mayor wa mji huu alikuja. Yeye anasema siku 3 zilikuwa zenye imani sana, na siku hizi zimeleta mapinduzi ndani ya maisha yangu. Mimi sijawahi kuona watu jinsi wanaupendana hapa. Kutoka Sierra Leone, Deputy Minister of Sports alikuja. Anasema kwamba ilikuwa uzoefu mzuri wa kuja hapa mkutanoni. Wazee na watoto wote walikuwa wanakaribisha wageni, na walikuwa natoa huduma kwa ajili ya wageni. Mimi sijawahi kuona wageni wameheshimiwa kama hapa wameheshimiwa. Deputy Speaker wa Benin, bunge la Benin, alikuja hapa, Bana Eric. Yeye anasema kitu kikubwa nilishuhudia hapa ni kwamba wanajumuiya wanampenda sana halifa wao. Sijawahi kushuhudia kitu hiki mahali popote. Anasema kwamba kwa kushiriki mkutano wa mwaka huu mimi naona nimetumia wakati mzuri wa maisha yangu. Nimechunguza vizuri mipango yote jalsa salana, imeona kama mipango yote ilipangwa vizuri, na nizamu ya transport pia ilikuwa nzuri sana, na magari yalielekezwa vizuri, na usafi pia ulikuwa mzuri. Sikuona takataka. Wanajumuiya takriban 5,000 walikuwa wanajitolea, na miongoni wao walikuwa wasomi sana, walikuwa wakubwa, wazee, wakina mama na watoto na wasichana. Anasema kwamba kitu hiki haiwezi kionekana katika chama kingine chochote. Kutoka Argentine, mwanajumuiya moja alikuja mkutanoni. Yeye anasema mimi nimefanya utafiti kwa ajili ya kutafuta dini kweli, hatimaye nimejiunga na jumuiya na nimepata dini safi. Kwa kushiriki mkutano mwaka nimeathirika sana. Kitu kilichoniathiri sana ni kwamba vijana wengi walihudhuria mkutano mwaka. Mimi sijawahi kuona katika dini yoyote ingine kwamba vijana wanahudhuria kama vijana wanahudhuria katika mkutano wa jumuiya. Anasema kushiriki International Bayat ilikuwa nafasi nzuri ya maisha yangu. Wakati wa bayat moyo wangu na mwili wangu ulikuwa unatetemeka. Muhtasari wa masharti 10 ya bayat kwa hakika ni mafundisho Qur'an tukufu na mafundisho ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mafundisho ya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sina furaha kubwa zaidi kwamba mimi ni Muislamu wa kwanza wa Argentina ambaye amejiunga na jumuiya. Sasa mimi baada ya kurudi nchini nitasambaza ujumbe wa jumuiya inshallah. Kutoka Japan, mgeni moja Yoshio Iwamura pia alikuja mkutanoni hapa. Anasema kwamba ukarimu na upendo wa wanajumuiya ni kitu ambacho haiwezi kusahuliwa. Jalsa salana ya Britania inaeleza picha ya umoja wa kimataifa. Watu wote walionekana kama ni familia moja. Mazingira haya ya kiroho yalileta athari nzuri juu ya moyo wangu. Kutoka Japan, Dr. Giovanni Monte pia alikuja. Yeye anasema huyu bana amefanya PhD katika medical science, na
alijua kuhusu jumuiya wakati wa book fair of Tokyo. Anasema kwa muda mrefu nilikuwa nafanya utafiti kuhusu dini, nilichukia Ukristo, nilikuwa natafuta haki. Siku ya kwanza ya book fair, wakati Bashiri alisema wakati alipopewa kitabu cha Sayyidina Alayhi Salatu Wasalam, mafundisho ya hekima ya mafundisho ni tukufu ya Islam, yeye kesho yake akaja tena akasema usiku nilianza kusoma kitabu hiki na nilikuwa siwezi kulala mpaka nikasoma kitabu chote usiku. Baada ya kumaliza kitabu hiki nikajua kwamba Islam ni dini ya haki na ni njia iliyonyoka. Huyu bana anasema kwamba katika mwaka moja amesoma kitabu hiki hekima ya mafundisho ni tukufu ya Islam mara 50. Anasema kwamba falsafa ya Sayyidina al-Islam ina mvuto mzuri. Baada ya kuhudhuria jalsa salana akasema kwamba nilikuwa natafuta haki, sasa nimeshapata haki. Hakuna jumuiya nyingine nzuri zaidi kuliko Islam Ahmadiyya. Siku ya kwanza alikuwa hakufanya bayat, lakini kesho yake akaja akasema nataka kufanya bayat. Kwa hiyo alifanya bayat huko msikitini. Kutoka Japan Yasuyuki alikuja, ambaye si mwanajumuiya, ni professor katika Tokyo University. Anafanya utafiti kuhusu jumuiya na ameshawahi kwenda Rabwa pia. Huyu bana akasema wakati nilipenda kutembelea Rabwa, mwenye nyumba na driver akaniambia na akaniuliza kwamba ikiwa umeona upungufu katika ukarimu wetu utusamee. Maneno haya yalileta athari sana juu ya moyo wangu. Hapa nilipokuja niliona tabia ile ile na mwenendo ule ule. Hii inaonyesha kwamba mafundisho ya jumuiya na amali ni kitu kimoja, na mifano yake inaonekana kila mahali. Kutoka Spain wabunge wawili walikuja. Jos Maria Saheb alikuwa mmoja wao. Anasema kwamba kwa kuona mipango na usimamizi wa jalsa salana nikafikiria tukitaka kufanya mipango hii hatuwezi kufanya kwa sababu mfano wake haupatikani duniani kote. Kisha anasema kwamba siku hizi 3 za jalsa salana mipango yake yote tulishiriki. Mara chungu mzima tulisemeana kwamba serikali yetu haiwezi kupanga mpango kama hapa. Mimi nimejifunza mambo mengi sana hapa. Huzur anasema kwamba wale waliojitolea kazi yao ni mahubiri ambayo wanafanya. Kisha mbunge wa Spain anasema kwamba jumuiya inafanya juhudi sana kwa ajili ya kuleta amani duniani. Yeye anasema kwamba mimi ni kutoka Tenido, mji wa Spain. Kule Waislamu na Wakristo wanaishi na wote waliishi kule kwa amani na usalama, na wakati ule walipokaa pamoja kwa usalama ni historia ya Spain. Huyu mama akasema kwamba kutoka katika Banu Umayya miaka 1000 iliyopita watu walikuja hapa. Leo tunataka kumwambia halifa kwamba sisi tunahamu kwamba wakati utakapokuja nchini kwetu uone kwamba nchi hii ni nyumba yako. Amir wa France anasema kwamba watu 35 walikuja kutoka katika familia moja. 28 walikuwa wameshajiunga na jumuiya, lakini mama na baba na binti moja na watoto wake 3 walikuwa bado hawajajiunga na jumuiya. Baba ni mzee sana. Kabla ya swala ya Ijumaa akasema kwamba kwa kuona mazingira haya mimi nimeathirika sana. Kisha anasema kwamba kwa kushiriki mkutano huu wa mwaka na kwa kuona mazingira ya jalsa salana kwamba kwa nini watoto wangu wamejiunga na jumuiya, tangu wamejiunga na jumuiya kwa fadhila za Mwenyezi Mungu hali yao imebadilika, wanafuata mafundisho ya dini tukufu ya Islam. Kwa kuona hali yao namshukuru Mwenyezi Mungu sana. Anasema kwamba mimi nilipokuwa katika Japan niliota
kwamba kuna sehemu ambamo watu wengi wamejumuika kwa kushiriki mkutano mwaka. Mimi nakumbuka ndoto yangu siku ya pili ya jasalana akasema kwamba mimi leo nimemwona mtume sallallahu mara 5 katika ndoto. kwa hiyo yeye na mke wake siku ya Jumapili katika international bayat alishiriki, na kwa kushiriki alijiunga na jumuiya. Na anasema kwamba wakati wa bayat yeye na familia yake yote ilikuwa pale, na wote walikuwa wanalia kama watoto wanalia. kisha kuhusu binti yake pia Amisa wanaandika, ambaye ana watoto 3. yeye anahubiriwa tangu muda mrefu, lakini alikuwa hakufanya bayat. siku ya Jumapili asubuhi anasema yule mume na binti wakanijia na wakasema tunataka kuzungumza nawe kuhusu jambo fulani, na wakaanza kulia. Alisema mimi, yule bana akasema mimi sikufanya bayat, ili mimi nilikuwa nataka mke wangu pia afanye bayat pamoja nami, na kwa kushiriki mkutano wa mwaka nilikuwa na hamu kwamba nifanye bayat, lakini nilikuwa hamu mke wangu pia afanye bayat. kwa hiyo leo asubuhi nilifanya dua sana. baada ya swala mke wangu akaniambia kwamba mimi nataka kukuambia kitu kimoja, na mimi pia nikasema nataka kukuambia kitu kimoja. mke wangu akasema nataka kufanya bayat. Nilipomwambia kwamba mimi pia nilikuwa nataka kukuambia jambo hili na nilikuwa nafanya maombi kwamba sisi sote tufanye bayat pamoja. leo Mwenyezi Mungu amepokea maombi yangu. Yule mke akasema mimi pia nilikuwa nafanya dua hii, na wao walikuwa wanalia sana wakati kueleza haya yote. kutoka Greece mara ya kwanza kundi la wageni lilikuja. Dr. Akram Sharif anasema mimi sikuwahi kuona jumuiya yoyote kama jumuiya ina msimamo moja. kila mmoja anakutana kwa bashasha, hata kama yeye anakujua au hajui. kulikuwa kundi la Salvanian, watu 3 walikuja kutoka huko. mgeni mmoja ambaye ni mfasiri na yeye anafanya mfasiri wa literature pia, yeye anasema kabla ya kuhudhuria mkutano mwaka nilisoma kuhusu jumuiya, lakini kwa kuhudhuria mkutano na kuona mazingira ya hapa, mimi nina hakika kwamba yoyote niliyosoma kuhusu jumuiya ni hakika na ni kweli. kwa mfano kwamba hii nilisoma kwamba la farol hatred for none, lakini wakati nilipohudhuria hapa na kwa kukutana na watu mbalimbali na kwa kuona mazingira ya hapa, nimeona kwamba wanajumuiya wanafuata maneno haya. ni kila mwanajumuiya anafuata maneno haya, la farol hatred for none. Huzur anasema ikiwa mnasikia maoni haya mazuri ya wageni, mnatakiwa muendelee kuchunguza amali zenu kwamba athari hii iliyopatikana, kila mmoja wetu ana jukumu kwamba athari hii endelee kubaki juu ya wengine. katika kundi la Salvanian alikuwa professor mmoja wa university ande Gagore Sahiba. yeye anasema mimi nimeshiriki mara ya kwanza katika mkutano wa dini tukufu ya Islam, na mara ya kwanza nimejua kuhusu Islam. kwa hakika jumuiya inatoa huduma ya ubinadamu. kisha anasema katika dining hall watoto walikuwa natupatia chakula, na walikuwa natualuze mara kwa mara. je, ikiwa sisi tunahitaji kitu chochote tuambie. hivi watoto wadogo walikuwa wanawapatia maji wageni. mimi naona kwamba mambo haya yote kwa ajili ya malezi ya watoto ni muhimu sana. Police officer kutoka Sweden pia alikuja mkutanoni. yeye anasema kwamba ujumbe mnaosambaza, nimeona kwamba mnafuata ujumbe huu katika maisha yenu. lao ujumbe huu ufike kila nchi ya dunia. huyu anasema ikiwa ujumbe huu unafika katika Sweden, mimi nitastaafu katika kazi yangu, sitakuwa na kazi ya polisi, na mshahara ninayopata kutoka kwa polisi, pesa ile itatumika kwa ajili ya kuwasaidia wazee, na kila mmoja wetu atakuwa na tabia ya kupendana. Zuri nasema mambo haya ikiwa inamfanya mwanajumuiya kwamba amshukuru Mwenyezi Mungu, vile vile ikiwa kuna makosa, kuna udhaifu, anatakiwa afute makosa haya.
mgeni wa press kutoka Switzerland aitwaye Grad Saveli Saheb alishiriki mkutano. Anasema mimi nilishiriki siku ya mwisho ya Jalsa Salana. Mimi nashiriki mikutano mbalimbali ya dunia, lakini kikao cha aina hiki sijawahi kuona katika maisha yangu. Ilikuwa nadhara ya ajabu. Watu walipoambiwa wasimame walikuwa nasimama, walipoambiwa wageuke walikuwa nageuka. Hakuna hata moja aliyekasirika kwa sababu ya hii kwamba kwa nini anazuiliwa. Sijaona kwamba mtu yeyote anazungumzwa kwa hasira. Nimeona watu wengi sana, lakini utulivu wa aina hii sijawahi kuona sehemu ingine yoyote. Michael Sharenberg ambaye si Muislamu, yeye pia alikuja kuhudhuria mkutano kutoka Switzerland. Yeye anasema kwamba nadhara ya International Bayat ilikuwa ya ajabu yake, kwamba watu walikuwa wanaonyesha utii wao mbele ya halifa wao. Maita Kilaf aliyekuja kutoka Microcroatia aliwahi kuwa meya miaka 11 kule. Anasema kwamba kwa kushuhudia mipango yote ya Jalsa Salana nimenuia kwamba nijaribu kuondoa dhana mbaya ya familia yangu na watu wa Kosrae kuhusu dini tukufu ya Islam. Basi Zuru anasema kwamba Jalsa Salana ni njia nzuri ya mahubiri. Kutoka Jamaica journalist moja alikuja, mwandishi wa habari alikuja. Alisema cameraman mwanzoni alipoambiwa kwamba ahudhurie mkutano wa mwaka, lakini alikuwa anasisitiza. Lakini alipoona kwamba kila mmoja anampenda na anaangaliwa vizuri, akasema kwamba je, hao watu wanatupenda kwa moyo au wanatupenda kwa ajili ya kuonyesha watu wengine? Mbashiri wetu akasema kwamba udugu ni miongoni mwa mafundisho ya tukufu ya Islam. Uishi hapa siku 3 utajua mwenyewe kwamba hao wanakupenda kwa moyo. Mkutano ulipokwisha, huyu cameraman akasema kwamba hakuna shaka kwamba jinsi watu walipokuwa wanapendana ilikuwa si kwa ajili ya kuonyesha watu wengine, bali ilikuwa mapenzi ya kweli. Kisha huyu mwandishi wa habari yeye alichukua interview yangu. Alisema kwa mimi nikirudi nchini nitaandika kuhusu jumuiya. Hazur anasema hivi njia za mahubiri zinafunguliwa. Yeye anasema naahidi kwamba nitafanya juhudi ya kusambaza mafundisho haya ya jumuiya katika Jamaica. Hazur anasema huyu ni Mkristo lakini anafanya mahubiri yetu. Bana Ronaldo alikuja kutoka Panama. Yanasema kama mfano huu niliona hapa hauwezi kupatikana duniani kote. Katika nchi yetu Waislamu wengi wanaishi, lakini watu hawana maoni mzuri kuhusu Waislamu hawa, bali wanawachukia. Nilipopata mwaliko wa kuhudhuria mkutano mwaka, nikaona kwamba hawa pia watakuwa sawa na Waislamu wa Panama. Lakini nilipofika hapa nikashangaa sana kwa kuona mapenzi na upendo hapa, na mtu akisema nadharia yote dhidi ya Islam, mimi nitamjibu na nitalinda mafundisho ya dini tukufu Islam, kwamba Waislamu wote hawapo sawa. Kutoka Kazakhstan kuna profesa moja wa university anaitwa Tana Shavima Sahiba, na yeye ni member wa New York Academy pia. Katika 2000 alichaguliwa kuwa Lady of World. Katika maoni yake anasema, katika maisha yangu ya miaka 75 nimewahi kuona tembelea maeneo mbalimbali ya dunia, lakini upendo wa ubinadamu na mapenzi ya ubinadamu nimeshuhudia hapa. Ilikuwa manzari nzuri sana kwamba wanafunzi walipata zawadi na wao watakumbuka nafasi hii, na katika future pia watafanya juhudi na hii itawasaidia katika maisha yao ya baadaye. Mimi pia kwa sababu kwa baraka ya jalsa hii naona mabadiliko ya kiroho ndani ya moyo wangu. Mwanafunzi mmoja alikuja kutoka Guatemala, anasema mimi kwa kushiriki mkutano mwaka nimepata uzoefu mzuri na jalsa hii imenielekeza katika njia nzuri.
kutoka Croatia watu 28 walikuja, na mbunge wa Croatia pia alikuwa miongoni mwa hawa. Yeye anasema kwamba mara ya kwanza nimeshiriki mkutano wa Islamu. Yeye alisikia hutuba yangu ya mwisho. Anasema dunia ikifuata na saa hii dunia itakuwa amani na usalama tu. Yeye aliathirika sana. SLBC ya National TV ya Sierra Leone, mwandishi wake alikuja, alisema kwa kunialika mkutanoni umenifanyia ihsani. Anasema katikati ya jalsa salana niliamua kama nitajiunga na jumuiya. Kwa hiyo bwana siku ya International Bayat alifanya bayat. Paul Sanger Davis ambaye ni captain katika Air Force, anasema nataka kueleza kitu hiki kwamba nimeshiriki mikutano mingi aina hii, lakini sijawahi kuona mkutano mzuri kama huu. Hasusa nimefurahi kuzungumza kuhusu hii kwamba sisi tumezingirwa na hatari chungu mzima na namna gani tunaweza kutoka nje katika hatari hii. Vile vile nimesikia mambo mengine pia mazuri kutoka Ivory Coast. Wabunge wawili walikuja. Bwana Kwaku Waitara Saheb ni moja wapo. Anasema kwamba hii ilikuwa nafasi nzuri ya maisha yangu. Mimi ni mwanajumuiya kwa muda mrefu, lakini nimeona mara ya kwanza mazingira haya ya kiroho. Nilikuwa mwanajumuiya kwa muda mrefu, lakini kwa kushiriki mkutano wa mwaka imani yangu imeimarika zaidi, imeboreka zaidi. British Society of Turin Shroud editor yake pia alikuja. Yeye anasema huyu ni miongoni wa wale ambao wana uzoefu wa Turin Shroud. Anasema mimi nimezungumza na watu mbalimbali katika mikutano mbalimbali, lakini hii ilikuwa nafasi nzuri. Siku hizi 3 zilikuwa muhimu sana kwa ajili yangu. Nimejua kuhusu sanda ya Yesu Kristo na vile kuhusu jumuiya. Mimi nilikuwa sina elimu sana kuhusu hii. Kwa hiyo sasa mimi nimepata njia nzuri ya kufanya utafiti zaidi kuhusu sanda ya Yesu. Vile vile watu wengine pia walikuja ambao wanafanya utafiti kuhusu sanda ya Yesu. Mmoja wapo alikuwa Berishort Saheb ambaye anasema kwamba yeye anajulikana ni mahiri sana wa sanda kuhusu sanda ya Yesu. Umeshawahi kusikia hotuba yake? Yeye anasema kwamba lengo langu la kuja hapa moja wapo ni hii kwamba nieleze kuhusu sanda ya Yesu Kristo, lakini mimi nakiri kwamba kadiri niliyoweza kuambieni kuhusu hii katika siku hizi chache, mimi nimejifunza zaidi kuliko niliyowafunzeni. Sasa nieleze habari za press kwa fadhila za Mwenyezi Mungu. Kwa kupitia press jalsa ilijulikana sana na habari yake ilisambazwa sana. Kwa ajili yake hii tunatakiwa tuiname mbele ya Mwenyezi Mungu kwamba namna gani Mwenyezi Mungu alisambaza ujumbe wa jumuiya. Clips ya jalsa salana zilizoonyeshwa katika TV na online. Watu milioni 3.3 walipata ujumbe kwa kupitia clips hizi. Kwa kupitia radio programs 34 milioni 2.7 watu walipata ujumbe. Vipindi vya online radio kwa kupitia vipindi hii milioni 7.7 watu walipata ujumbe. Katika social media 1195 walishiriki, na kwa kupitia vipindi hivi vya radio zaidi ya milioni 12 watu walipata ujumbe wa jumuiya. Pamoja na nchi za Afrika, nchi zilizoeneza habari za jalsa salana ni hizi ya Uingereza, Scotland, Wales, Ireland, USA, Canada, Pakistan, India, France, Jamaica, Bolivia, Yunnan na Delhi. Channel muhimu ni BBC News 24. Habari jalsa salana ilielezwa mara 3. Mwanzoni mara moja tu ilipewa ruhusa ya kusambaza habari,
lakini kwa sababu ya kutoka habari mara moja baadaye ilisambazwa mara mbili. AFB pia ilieleza habari ya jalsa salana. AFB ilieleza radio report pia na ilielezwa katika websites nyingi. Yahoo News, NBC News ni mmoja wao. kisha radio station 34 BBC radio station na mbili local stations zilieleza habari ya jalsa salana. BBC radio 4 ni moja wao ambayo ni maarufu sana katika Uingereza. dakika 20 interview ilienezwa. BBC radio station network zaidi ya saa moja interview moja ilienezwa kwa kupitia radio station 33 milioni 2.7 watu walipata ujumbe. Vipindi viwili angalau vilianzishwa kwa interview yangu ilichukuliwa na mwandishi wa BBC Caroline. yeye alichukua interview yangu, yeye alieneza interview yangu hii. Kwa sababu ya hii idara mbalimbali za Waislamu imeanza kupiga kelele kwamba tunatakiwa tujumuike, kwa sababu hakuna anayeongoza Waislamu, tunatakiwa tuongoze Islamu pamoja. Catholic Herald ilitoa habari ya jalsa salana kabla ya jalsa, baada ya jalsa. Wellington Post pia ilitoa habari ya jalsa salana kwa kupitia social media kama Twitter. Pia habari ilitolewa na ujumbe ulifika. Hii ilikuwa taarifa ya makao makuu, lakini press media ya UK pia, kwa kupitia press media ya UK pia watu milioni 2-3 walipata ujumbe. Katika nchi za Afrika TV zilionyesha vipindi vya jalsa salana. Ghana, Nigeria, Sierra Leone, Uganda na Congo Kinshasa. Katika nchi hizi vipindi vya jalsa salana vilionyeshwa moja kwa moja. Mtu mmoja wa Ghana, Nana Sayakoto Saheb, alipigia simu na akasema mimi ni Mkristo, lakini kwa kuangalia vipindi vya jalsa salana moja kwa moja mimi nimepata imani sana na nimeanza kulia, na hakuna shaka ndani yake kwamba jumuiya inaongoza Islam siku hizi. Mimi nataka kwa kuwa mbashiri wa jumuiya nieneze ujumbe wa Islam. Kutoka Ghana kuna mwanamke mwingine ambaye amesema kwamba kwa kupitia Ghana TV niliangalia vipindi vya jalsa salana. Kwa kuangalia vipindi vya jalsa salana nimeathirika sana. Mimi ni Muislamu, lakini kwa kuangalia vipindi vya jalsa salana nataka kujiunga na jumuiya. Kutoka Uganda mtu mmoja alipigia simu kwamba mimi nimeangalia vipindi vya jalsa salana kwa kupitia TV na mimi nataka kujiunga na jumuiya. Kwa hiyo bwana akaja Mission House na akajiunga na jumuiya pale. Kutoka Ghana mtu mwingine alipigia simu, alisema kwamba leo ni jumuiya pekee ambayo inaeleza mafundisho sahihi ya Islam. Nilikuwa sipendi kusikia kuhusu Islam kwa sababu wa Islam kwa jina la Islam wanadhulumu, lakini jinsi mnayoeleza mafundisho ya Islam kwa kusikia hii moyo wangu umebadilika. Mwanajumuiya mwanamke mmoja kutoka Ghana ameandika kwamba mimi naangalia vipindi vya jalsa salana hapa nyumbani kwangu na mimi nasikia mimi pia nipo pale na mimi moyo wangu una furaha sana na mimi nalia. Kutoka Sierra Leone pia SLBCS TV iliyoonyesha vipindi vya jalsa salana moja kwa moja. Kutoka Sierra Leone watu wengi walipigia simu na walipongeza jumuiya. Bana moja aitwaye Jibrail alisema kwamba mimi nataka kuwashukuru wale wote ambao kwa sababu juhudi yao tunaangalia jalsa salana. Sisi tunahisi kwamba sisi tumekaa pamoja na halifa kule UK na tunaangalia vipindi vya jalsa salana hapa nyumbani kwetu. Kutoka Congo Kinshasa pia katika miji 4 mikubwa vipindi vya jalsa salana vilionyeshwa na hutuba yangu ilirushwa moja kwa moja kule Congo. Katika Kinshasa wakati hutuba yangu ya mwisho ilipokuwa inatolewa, masaa 2 yaliombwa, lakini bado hutuba yangu ilikuwa inaendelea. Wasimamizi wa television waliombwa kwamba watupatie nafasi zaidi, lakini wao wakasema kwamba ratiba yetu imeshapangwa tayari, hatuwezi kuwapatieni muda zaidi.
lakini sasa kwa sababu halifa wenu anatoa hutuba na sisi tumeathirika sana kwa sababu ya hutuba ya halifa wenu, kwa hiyo tunawapatieni wakati zaidi. Kwa hiyo walionyesha hutuba yangu nzima. Watu wameanza kutoa maoni yao mazuri kuhusu vipindi vya jalsa salana. Mtu mmoja amesema kwamba mimi ni Muislamu lakini sijawahi chukia maneno ya aina hii kutoka kwa mtu mwingine yeyote, kwa hiyo nataka kujiunga na jumuiya. Kutoka Kongo Kinshasa kuna mji mmoja uitwao Mbakango. JKV TV ilionyesha vipindi vya jalsa salana. Kiongozi wa TV hiki akasema kwamba mimi nakiri kwamba mawazo nilikuwa ninayo kuhusu Islam, mawazo yale yamebadilika kwa kusikia hutuba ya halifa. Nimejua kwamba Islam ni dini nzuri sana. Anasema katika nyumba nyingi tulisikia watu wanaangalia vipindi vya jalsa salana. Mtu mmoja akasema kwamba niliangalia vipindi vya jalsa salana katika TV na nimefurahi kwamba kuna mtu mmoja duniani ambaye anaeleza mafundisho mazuri ya Islam. Katika nchi za Afrika kwa kupitia radio channel 15, katika Mali radio station 15 ilirusha vipindi vya jalsa salana, na hivi watu milioni 10 walisikia vipindi vya jalsa salana kwa kupitia radio. Katika Burkina Faso radio station 4 ilirusha vipindi vya jalsa salana siku 3 zote. Wengi wanasikia radio hii. Katika Sierra Leone pia kwa kupitia radio jalsa salana ilirushwa, kwa hiyo watu wa milioni walipata ujumbe wa jumuiya kwa kupitia radio kwa fadhila za Mwenyezi Mungu. Na press na TV pia ilifanya kazi nzuri, na MTA pia imefanya kazi nzuri sana kwa ajili ya hii. Hususan yule ambaye ameteuliwa kuwa kiongozi wa Afrika kwa ajili ya MTA, yeye amefanya kazi kubwa sana. Mwenyezi Mungu ampatie ujira mwema. Basi kwa fadhila za Mwenyezi Mungu kwa kupitia jalsa salana jumuiya imejulikana sana duniani kote, na kama niliyosema kwamba ni wengi ambao walifanya kazi hii chini ya MTA, na vile vile katika press pia walifanya kazi, na hususan ni vijana wa UK wanafanya kazi chini ya press ya UK. Mwenyezi Mungu awapatie uwezo zaidi na waweze kufanya kazi vizuri. Kuna mambo mengine pia ambayo ni kuhusiana na usimamizi nataka kueleza kwa ajili ya wageni na usimamizi. Nilipata mashtaka moja kwamba viti vilikuwa vichache na wazee na wagonjwa hawakupata viti, na vijana na watoto walikuwa wamekaa juu ya viti, na udhuru elielezwa kama kwa sababu wameshapewa kadi, kwa hiyo hatuwezi kuambia kwamba wasikae pale. Hazuru anasema kwamba viti vinatakiwa viwekwe sawa na kadi. Ikiwa kule nafasi ni ndogo, basi katika hali hii inatakiwa kwa ajili ya wagonjwa na wazee marki wengine iwekwe kando. Vile vile wanasema kwamba TV screen moja haitoshi, inatakiwa iwe TV screen 2. Kwa kawaida mpango wa vyoo ulikuwa mzuri, lakini baadhi wakati nilipata malalamiko kwamba maji hayapo na tissue paper pia ilikwisha. Wanakwenda sokoni watu wa Pakistan, wao walishtakiwa na watu ambao si wa Pakistan kwamba ikiwa kulikuwa laini kule, watu wa Pakistan walikuwa hawasimami, walikuwa hawaonyeshi subra. Hawa wanajumuia Pakistan wanatakiwa waonyeshe mifano mizuri, kwa sababu hii si lengo la jalsa salana, bali tunatakiwa tuwe na subra. Kwa jumla mwaka huu usimamizi wa transport umesifiwa sana. Wafanyakazi wameleta malalamiko ya wageni hata kama walikuwa wachache, lakini ilikuwa ya kuleta athari mbaya. Ni nzuri kwamba wageni hawakupata taarifa yake ambao walikuwa pale. Kuwatii hawa wafanyakazi wanajitolea ni jukumu la kila mwanajumuiya, hata kama ni mtu karibu wa mwenye madaraka, hata kama ni jamaa yangu. Hao wote wanatakiwa wafuate maagizo ya wanaojitolea na wajitahidi
ya kuboresha mazingira. vile vile vijana wengine ambao walikuwa wanajitolea pale, wao pia walipata jazba kwamba kama hawa watu hawatutii, sisi pia hatutaki kufanya kazi, hawatutaki kujitolea. Azuri anasema si sahihi, wanatakiwa wawe na subra, wanajitolea wanapoona kuna kitu kinaenda kinyume na sheria, basi walete malalamiko yake juu mbele ya viongozi wao. Kwa jumla jalsa salana alileta fadhila chungu mzima. Mwenyezi Mungu amjalie kila mtu ambaye alishiriki mkutanoni mwenyewe au aliangalia vipindi vya jalsa salana ndani yake, Mwenyezi Mungu ajalie alete mabadiliko ndani yake, na ujumbe uliwafikia watu waweze kupokea ujumbe huu. Baada ya swala nitaswalisha jeneza ghaibu moja, ni ya Sayyida Farida Begum sahiba, mke wa Mirza Rafika Masahib. Alikuwa binti wa Sayyid Jalila Masahib na alikuwa mkwe wa alifa wa pili radhiyallahu ta'ala anhu. Alikuwa mjukuu wa Mir Hamid Shah Sahib na alikuwa kitukuu wa Mir Samuddin Sahib. siku 3 iliyopita alifariki. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mwenyezi Mungu amghafirie. Hazrat Sayyid Habibullah Shah Sahib alikuwa babu yake, alikuwa binti wa mpwa wa Hazrat Tahir. Mir Samuddin Sahib alikuwa babu yake. Mir Samuddin Sahib ni yule ambaye alikuwa karibu sana Sayyidina alayhi salatu wassalam. Sayyidina alayhi salam alipotumwa na baba yake kule Sialkot, Sayyidina alayhi salam alikaa nyumbani kwake. Kwa hiyo Hazrat Muslim radhiyallahu ta'ala anhu pia alisema kwamba Mir Samuddin Sahib alikuwa karibu sana Sayyidina alayhi salatu wassalam. Vile vile Sayyid Habibullah Sahib alikuwa mjomba wa halifa wa 4. Farida Begum alikuwa binti wa binti yake. Wakati mama yake Razi Begum alipoolewa, Hadhrat Muslim Maud ameandika kwamba kwa sababu ya uhusiano mzuri wa familia hii, mimi nimekuja kwa ajili ya kutangaza ndoa yake, ingawa sisikii vizuri. Vile vile upande wa binti Muslim Maud alikuwa wali wake. Mwenyezi Mungu aiweke roho ya marehemu mahala pema. Mkwe wake ameandika kwamba alisoma vitabu vingi vya Sayyidina alayhi salatu wassalam. Alisoma vitabu vya Sayyidina alayhi salatu wassalam mara 3. Alisoma malfuzat na tafsiri kabir pia alisoma. Alikuwa akisikia hutuba bila kukosa. Mwenyezi Mungu amghufirie na amrehemu marehemu na awe mlinzi wa watoto wake. Mjukuu wake mmoja anasoma Jamia Ahmadiyya na mjukuu upande wa binti yake anasoma kule Jamia Ahmadiyya Canada. Mwenyezi Mungu awajalie watoto pia wawe watumishi wazuri wa jumuiya. Amin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم
يستجب لكم ولذكر الله